Sasa mapokeo ya msiba. Tukumbuke Mwalimu John Mgando kama ambavyo nimesema ni mwalimu ambaye alikuwa ni nguli, na nyie kama ulivyosema mlikuwa mnajivunia katika kwaya yenu kwamba mnaye mwalimu ambaye wengine wanatamani kumuona lakini ninyi mnaye. Sasa imetokea kifo, amepata kifo. Yule ambaye mlikuwa mnajivunia amefariki. Mapokeo yenu nyinyi wanakwaya kwanza yalikuwa ni yapi? Kwa kwaya yake ambayo alikuwa anaifundisha kwa kweli ilikuwa ni wakati mgumu. Naweza nikasema kwa kuwatazama wenzangu zaidi. Inawezekana mimi nilikuwa sijakaa muda mrefu lakini wenzangu walikuwa na wakati mgumu sana. Kiukweli walikuwa wanajitahidi kuwa strong lakini ilikuwa inakuwa ngumu. Walikuwa wanalia sana. Nakumbuka hata tukiwa ile siku ya kuaga ndio ilikuwa ngumu zaidi. Siku ya kuaga ndio ilikuwa ngumu zaidi, wengine walikuwa wanadondoka tu. Tulifika kanisani, Mwalimu Octavian alitakiwa kusoma historia ya marehemu. Mwalimu alishindwa sababu ya ule uchungu. Sababu muda mwingi alikuwa karibu naye. Alishindwa akaanza kulia pale pale. Ikabidi aende mwingine, nadhani alikuwa Mhagama, sikumbuki vizuri. Sambode Mhagama alienda na yeye kidogo. Yaani mambo yakawa magumu. Lakini alijitahidi. Kiukweli ilikuwa ni wakati mgumu na si kwa kwaya yetu tu. Ni kwaya zote, naweza nikasema ule ulikuwa ni msiba wa jimbo kuu la Dar es Salaam lote, lakini Tanzania nzima. Na nikisema hivyo hatukukesha peke yetu pale kwamba ilikuwa kwaya Mtakatifu Paulo Mtume, hapana. Walikuwa wanakuja kwaya nyingi hasa jimbo la Dar es Salaam walikuwa wanakuja pale na kudhihirisha haya. Siku ya maziko haikuimba kwaya ya Paulo Mtume. Iliimba Shikwaka wakati huo. Sasa hivi ni Ukwakata. Iliimba Shikwaka jimbo la Dar es Salaam. Jimbo zima. Yes. Ile shirikisho la kwaya kwa wakati ule. Kwa hiyo ndio kwaya iliyoimba siku hiyo. Ingekuwa ni sisi peke yetu sidhani kama tungeweza. Kwa sababu ya ule uchungu. Wenzangu walikuwa na uchungu. Nakumbuka tuko hapa makaburini. Tulikuwa na vitabu vya nyimbo. Kufika hapa nadhani mimi ndio kidogo nilikuwa mgumu. Ulikuwa strong. Sijui kwa sababu ya ile sikukaa na mwalimu muda mrefu au niseme hivyo. Naweza nikasema hiyo ndio ilinipa kidogo nguvu. Nilikuwa namfahamu mwalimu lakini si sawa na wenzangu. Wenzangu walikuwa hawana nguvu, wanalia tu. Mimi nikasema jamani, tumepoteza mwalimu, tutapoteza na vitabu vya nyimbo. Nikawa nawapokea na vishika. Kwa hiyo kiukweli msiba haukuwa mwepesi hivi. Ule msiba ulikuwa mgumu sana. Nakumbuka siku ya pili yake ilikuwa Jumapili. Tumemzika leo Jumamosi. Alafu Jumapili tunatakiwa tukahudumu misa. Tulikuwa tunaimba huko tunalia. Na Jumapili baada ya kumzika. Kwenye misa watu wanaimba huku wanalia. Ilikuwa ni kitu ambacho kukikumbuka ni ngumu kidogo. Pole sana. Tumshukuru Mungu. Hakika. Tumshukuru Mungu hakika.